Mtazamaji wetu mzuri wa Dodoma City TV, karibu tena katika kutazama, kufuatilia na kudadisi mfululizo wa matukio ya wiki kutoka katika jiji la Dodoma kuanzia Agosti 1 hadi Agosti 7, 2026. Ni mengi tulionayo katika jiji hili, lakini tunayokusogezea hapa ni yale machache tu. Lengo ni kuelewa ni nini ama nani amefanya nini, kwa sababu gani, lini na ni wapi. Tumaini langu umzima na buheri kabisa wa afya. Karibu ambatana nasi tukiangazia matukio haya ya wiki katika wiki hii ya leo. Langu jina ni Masunga, furaha yangu ni wewe kuwa pamoja nami mwanzo hata mwisho. Karibu. Mkuu wa mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Rosemary Senyamule, amesema maonyesho ya Nane Nane yanayofanyika katika viwanja vya Nzuguni sio tukio la kilimo pekee, bali ni fursa kubwa ya kukuza uchumi wa mkoa wa Dodoma kupitia biashara, uwekezaji na utoaji wa huduma mbalimbali. Akizungumza kwenye uzinduzi wa maonyesho hayo, Senyamule alisema maelfu ya washiriki na wageni kutoka maeneo mbalimbali inaongezeka mzunguko wa fedha na kunufaisha sekta mbalimbali ikiwemo hoteli, usafiri, migahawa na biashara ndogondogo unaongezeka. Sisi kwetu maonyesho haya pamoja na faida za jumla zinazopatikana, lakini maonyesho haya kwetu ni fursa ya uchumi kwa wananchi wa mkoa wa Dodoma. Lakini miaka mitatu hii sasa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkoa wa Dodoma hatujapata changamoto ya soko ya zao lolote ambalo limelimwa Dodoma, kuanzia masoko ya zabibu ambayo ni masoko ya ndani. Ukilinganisha mwaka juzi tulipoanza, mwaka jana na mwaka huu, utaona mabadiliko makubwa ambayo yamefanya sasa uwanja huu kuendelea kuwa na hadhi ya kimataifa, ambapo tumetembea eneo kubwa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na nafikiri hujakanyaga vumbi pote ulipotembea, kwa sababu huu ni uwanja wa kimataifa. Udongo unaokuta sehemu yenye mmea, kusiko na umea tayari haukanyagi vumbi. Tunawapongeza sana na kuwashukuru sana, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wakazi wa mtaa wa Mbwanga katika kata ya Mnadani wanatarajia kunufaika na usafiri rahisi, kuimarika kwa shughuli za biashara na kuongezeka kwa fursa za maendeleo kufuatia ufunguzi wa barabara za mtaa, huku diwani wa kata hiyo Mugendi Kerenge alisema mradi huo ni sehemu ya juhudi za kuboresha miundombinu na kuinua maisha ya wananchi. Ufunguzi wa barabara ndani ya kata ya Mnadani ambao tumeanza kwenye mtaa wetu wa Mbwanga. Tumeanza toka juzi tunafungua barabara, na leo ni siku ya 3 tunaendelea na ufunguzi wa barabara, na mpaka sasa tumefikia angalau kilomita zaidi ya 14 tukiendelea kufungua barabara zetu. Kikubwa cha kwanza kabisa ni washukuru sana wananchi wa mtaa wa Mbwanga kwa kuupokea mradi huu. Kwa kweli ni umekuwa na shauku kubwa sana. Wananchi wengi sana tumeupokea mradi huu kwa nguvu za kutosha, na wengi wametoa ushirikiano wa kutosha. Barabara zilipokuwa zinapita, wananchi wamejitokeza kuhakikisha kwamba wanasafisha barabara, na wengine tumeona wakiwa wanatoa makuni, wakiwa wanatoa miti ya kuashiria kwamba, hiyo yote inaashiria kwamba wananchi wetu wameupokea mradi huu vizuri sana. Lakini jambo kubwa, ndugu zangu, sisi hizi ni ahadi ambazo tulikuwa tunazinadi mwaka 2025 chini ya Chama cha Mapinduzi, tukiamini kwamba tunaenda kuboresha makazi na maeneo yote ya wananchi ndani ya maeneo yetu. Na kazi kubwa ambayo nilikuwa nawaambia wananchi wa mtaa wa Mbwanga ni kwamba tutaenda kufungua barabara zetu ambazo zimekaa kwa muda mrefu. Wananchi wengi walikuwa wanajenga nyumba lakini hawajui pa kupita. Wananchi wengi walikuwa wanapata majanga lakini hawajui sehemu ya kupita. Lakini leo tunaenda sasa kufungua mtaa wa Mbwanga. Matapeli wote ambao tunaofanya kazi ya kuuza barabara ndani ya mtaa wa Ndachi, hasa Sherimbili, tuache mara moja. Na hili nalizungumza, narudia tena, tuache mara moja. Kwa upande wake, Jamira Rashida, mkazi wa mtaa wa Mbwanga, ameishukuru serikali kwa kufanikisha ufunguzi wa barabara hiyo, akisema mradi huo utakuwa ni chachu ya maendeleo kwa wananchi. Jina naitwa Jamila Rashidi, mjumbe wa kamati ya siasa tawi la JK Nyerere, na ni mjumbe wa UWT kamati ya utekelezaji. Kwa kweli nashukuru kwa maendeleo yetu haya ambayo mwenyekiti wetu wa mtaa amejitahidi kwamba na sisi akina mama tunaweza tukiamua na tutafikisha malengo yetu tunapohitaji. Kwa kweli tunashukuru, na Mungu atufanyie pesi maendeleo yetu yawe vizuri, tumalize zoezi letu kwa usalama. Tunamshukuru sana kiongozi wetu, rais wetu Mama Samia. Miundombinu hii itabidi tusimamie, hata sisi viongozi itabidi tuwe makini kuangalia uangalizi wa maendeleo ya barabara zetu, wasiingilie, na hata zile ng'ombe zinayepitaga barabarani itabidi tuambie, tuwape taarifa wa wafugaji ili
wapate njia zao za kupeleka ng'ombe zao. Huu mtaa utabadilika, na mpaka sasa hivi hapa tulipofikia kwa kweli kuna mabadiliko makubwa, na bado tunahitaji mabadiliko yaendelee kwa wananchi wetu. Halmashauri ya Jiji la Dodoma imeendelea kuwawezesha vijana kiuchumi kupitia mikopo ya 10%, hatua inayowapa nafasi ya kuanzisha na kuendeleza shughuli mbalimbali za uzalishaji ikiwemo viwanda vidogo, utengenezaji wa bidhaa na utunzaji wa mazingira. Hayo yalisemwa na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Nyang'hwale, Husna Toni, mara baada ya kutembelea vikundi vya vijana vinavyofanya shughuli mbalimbali katika halmashauri ya Jiji la Dodoma. Tumekuja halmashauri ya Jiji la Dodoma, mimi pamoja na maafisa maendeleo ya jamii ngazi ya kata kwa wilaya ya Nyang'hwale. Tumekuja kujifunza kuhusiana na namna ambavyo halmashauri ya jiji inafanya kwenye shughuli za maendeleo ya jamii, hasa kwenye shughuli za mikopo. Tumefanikiwa kutembelea vikundi viwili. Kikundi cha kwanza ni kikundi cha masuala ya uongezaji wa thamani na utengenezaji wa viatu. Lakini kikundi cha pili ni kikundi kinachojihusisha na masuala ya uzoaji wa taka. Tumejifunza, tumeona namna ambavyo halmashauri ya Jiji la Dodoma wanatengeneza hivi vikundi na namna ambavyo wanaviwezesha ili kutumia fursa ya 30% ya zabuni za serikali kwenye makundi maalum. Tulichokiona hapa ni vijana kuwa na uthubutu kwenye shughuli za viwanda na shughuli za mazingira. Na sisi kama halmashauri ya Nyang'hwale tumepata uzoefu na tumeona namna ya kuwahusisha vijana wetu kwenye kuchangamkia fursa, ikiwemo fursa hizi za usafi na fursa za uanzishaji na uendelezaji wa viwanda. Kwa upande wake, mkuu wa division ya maendeleo ya jamii Jiji la Dodoma, Charles Sichona, alikuwa na haya ya kusema. Kwa majina anaitwa Charles Sichona, mkuu wa division ya maendeleo ya jamii halmashauri la Jiji la Dodoma. Leo hii tumepokea wageni kutoka halmashauri wilaya ya Nyang'hwale ambao ni maafisa maendeleo ya jamii kutoka kwenye kata mbalimbali kwenye wilaya ya Nyang'hwale, lakini pia wameambatana na mkurugenzi mtendaji ambaye wapo naye kwa ajili ya kuja kujifunza masuala mbalimbali kwenye Jiji la Dodoma. Lakini kipengele kimoja hapo ni kujifunza vikundi hivi ambavyo vimepewa mkopo wa 10%, uendelevu wake, ubunifu wake. Na leo tunatembelea vikundi viwili ambao ni kikundi cha Faru Leather Products na pamoja na kikundi cha mwamko wa vijana kiuchumi kinachojishughulisha na uzoaji wa takataka. Wale Faru wenyewe wanatengeneza viatu ya bidhaa za ngozi kwa mashine mbalimbali. Vikundi vyote viwili vilishapewa mkopo wa 10% kupitia halmashauri ya Jiji la Dodoma na sasa wanaendelea vizuri. Halmashauri ya Jiji la Dodoma imeendelea kuonyesha dhamira yake ya kulinda mazingira kwa kuhamasisha matumizi ya nishati safi kupitia uzalishaji wa biogesi inayotokana na kinyesi cha mifugo na mabaki ya chakula, ikiwa ni kuunga mkono juhudi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuhimiza matumizi ya nishati safi, uhifadhi wa mazingira na maendeleo endelevu. Kizungumza katika maonyesho ya kitaifa ya 88 yanayoendelea katika viwanja vya Daktari John Malechela Nzuguni jijini Dodoma, daktari wa mifugo kutoka halmashauri ya Jiji la Dodoma, Daktari Innocent Kimweri, alisema kuwa seksheni ya mifugo imebuni mfumo wa kuzalisha biogesi kwa kutumia kinyesi cha mifugo na mabaki ya chakula. Kwenye banda la halmashauri tunajihusisha na kutoa elimu kwa wafugaji na jamii kwa ujumla. Kwa mfano, mbele yenu hapa tumejaribu kubuni mtambo ambao unachakata taka zitokanazo na wanyama ili kutengeneza nishati safi ambayo inatumika kwa ajili ya kupikia. Kama mnavyoona, huu ndio mtambo unaozalisha gesi. Tunaweka mbolea humu ndani, mtambo unachakata mbolea kugeuza kuwa nishati safi ambayo ni biogas ambayo tunatumia kwa kupikia. Pia faida ya huu mtambo, inasaidia kutunza mazingira. Kwa mfano, mbolea zote zinazozalishwa na wanyama zinaingia ndani ya huu mtambo, kwa hiyo zinapunguza uchafuzi wa mazingira kwa kuepusha harufu mbaya kutawanyika. Mimi na wito wangu ni kwa wafugaji ambao tupo nao hapa mjini, wajitahidi kufika ofisini kwetu ili tuwashauri jinsi ya kutengeneza huu mtambo ili uweze kuwasaidia kwenye
kupunguza gharama za maisha. Mtazamaji wa Dodoma City TV, tunakushukuru sana kwa kuambatana nasi tangu mwanzo. Zifuatazo sasa ni habari za michezo na burudani. Wadau mbalimbali waendelea kuunga mkono jiji la Dodoma katika sekta ya michezo kwa kutoa vifaa mbalimbali, ambapo kampuni ya uuzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani na vyombo vya moto ya City Boys pamoja na Village Hoteli waunga mkono timu ya watumishi wa halmashauri ya jiji la Dodoma kwa kuwakabidhi jezi za michezo, ikiwa ni bips, jezi za mpira wa kikapu na jezi za mpira wa miguu. Timu hiyo inayojiandaa kushiriki mashindano ya shirikisho la michezo la serikali za mitaa Tanzania SHMISEMITA yanayotarajiwa kufanyika Agosti mwaka huu jijini Mbeya. Kwa majina naitwa Bibi Patricia Paul Olomi, ni kaimu mkurugenzi wa kampuni ya City Boys Company Limited hapa jijini Dodoma, na ninafurahia kupata nafasi kuchangia na kukabidhi jezi hizi kwa timu ya halmashauri ya jiji ambayo itaenda kutuwakilisha katika michezo jijini Mbeya. Ninashukuru sana kwa ajili ya kupata hii nafasi, na ninawatakia hawa vijana ushindi, na watakia mafanikio katika safari yao, waende wakalete ushindi na warudi salama hapa jijini Dodoma. City Boys Company Limited ni kampuni ambayo inajihusisha na biashara ya bidhaa mbalimbali kama pikipiki, bajaji, pia vifaa vya kielektroniki, samani za nyumba, furniture mbalimbali, pamoja na malazi, huduma ya malazi kati ya huduma zake nyingi. Na kwa hapa Dodoma tunawashukuru wananchi wa Dodoma ambao wanatuunga mkono biashara yetu, na tukaona sio mbaya kurudisha kwa jamii yetu, hasa hawa vijana wa halmashauri, kwa sababu Dodoma ndio imetushika mkono. Bila wananchi wa Dodoma tusingekuwa hapa. Kwa majina naitwa Frank Agustino Limo, ni mwakilishi kutoka Royal Village Hotel. Siku leo imetupendeza kuja kuwakabidhi jezi watumishi, ikiwa ni kuongeza chachu au morali katika michezo yao huko wanapokwenda. Tunatarajia na tuna imani watakwenda kufanya vizuri na watarudisha ushindi katika jiji letu la Dodoma. Hivyo tunawapa support hii kwa ajili ya kuwatia moyo, kuwapa support mbalimbali ili waweze kufanya vizuri katika mchezo, na wengine tena waweze kushiriki zaidi na zaidi kwa siku nyingine tena. Sisi kama Royal Village Hotel tunakujishughulisha na huduma mbalimbali ya utoaji wa chakula, maradhi, kumbi, gym, michezo ya watoto. Tuna hoteli ya Royal Village Hotel, lakini pia The Residency Hotel iliyopo Mipango. Akitoa shukrani kwa niaba ya mwanamichezo, afisa michezo jiji Neema Kilongola alisema hatua hiyo imepokelewa kwa furaha na wachezaji pamoja na viongozi wa timu, akisema kuwa ni mfano wa ushirikiano kati ya sekta binafsi na taasisi za umma katika kuendeleza michezo na kufahamisha mafanikio ya watumishi ndani na nje ya maeneo yao ya kazi. Naitwa Neema Kilongola, ni afisa michezo wa jiji la Dodoma. Leo tumepokea jezi kutoka kwa wadau wetu wa michezo. Tunawashukuru sana kwa kutusapoti na kuongeza hamasa na chachu ya ushindi katika mashindano yetu tunayoenda kushiriki jijini Mbeya, mashindano ya SHMISEMITA 2026. Na kutokana na sapoti kubwa ya wadau inatufanya tuwe tuna mwamko kama ilivyokuwa kwa mwaka jana. Pia mwaka jana walitusapoti jezi na ikapelekea sisi kufanya vizuri zaidi, na hata mwaka huu tunawaahidi hatutawavunja moyo wadau wetu, waendelee kutushika mkono, waendelee kutusapoti. Tukienda kule tunaenda kupambana na kuleta ushindi katika jiji letu la Dodoma. Tunakushukuru sana mtazamaji wa Dodoma City TV. Mpaka tulipofika hapa, tumefika tamati ya matukio yetu kwa wiki hii ya leo. Matukio haya yaliyoangazia tangu tarehe 1 hadi tarehe 7 ya mwezi Agosti 2026. Kwa niaba ya kitengo cha mawasiliano serikalini jiji la Dodoma, ya kusomea matukio ya wiki ni mimi Queen Masunga, kwa niaba ya mchanganya picha Josephine Kayugwa. Nikukumbushe tu usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mpaka wakati mwingine, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kwa heri kwa sasa.